ilikuwa kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa salama, hakuna ajali, hakuna kupotea maisha ya watu, hakuna uharibifu wa vyombo vikiwemo vyombo vyetu, hakuna uharibifu wa miundombinu kama vile samani za barabara na mambo mengine. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa ambalo tuna wajibu wa kila baada ya muda tuwe tunakutana, kubadilishana uzoefu, kupeana yanayotakiwa, kukatazana yasiyotakiwa. Tunaelewana eh? Majukumu tunayoyafanya kwa umoja wetu tunafanyia katika barabara. Barabara ni eneo la hatari, lazima tujue hilo, na kila unapokuwa unaitumia barabara tambua kwamba barabara ni eneo la hatari. Kwa nini ni eneo la hatari? Kwa sababu kila siku maisha ya watu yanapotea, watu wanapata ulemavu wa kudumu, watu wanaharibu mali zao pamoja na miundombinu kama nilivyosema. Sasa jumuiya ya kimataifa kwa kutambua hilo kwamba barabara ni eneo la hatari, linapoteza maisha ya watu, linapelekea ulemavu wa kudumu, vyombo vinaathirika au vinaharibika, wakaona wakae na kutengeneza utaratibu wa pamoja kwa ajili ya matumizi yake ili kupunguza hayo madhara yanayotokana na matumizi ya barabara. Naeleweka vizuri nayo yazungumza haya? Sina taaluma ya ualimu, lakini najaribu kuzungumza kwa lugha ambayo nahisi tutaielewa. Kwa hiyo jumuiya ya kimataifa ikaona tuwe na utaratibu mmoja. Kuna utaratibu wa Commonwealth na kuna utaratibu wa nchi nyingine kama Ufaransa, nchi zile ambazo zimetawaliwa na Ufaransa, zimetawaliwa na wa Italy, wao wana utaratibu wao. Lakini sisi tutaliona Muingereza tuna utaratibu wetu wa matumizi ya barabara. Alama ziko za namna moja. Kwa hiyo kama unaendesha gari yako au chombo chako cha barabarani, ukitoka Tanzania unaweza ukaenda Kenya ukaweza kuendesha. Kitakacho kushinda na kukutatiza labda wingi wa magari, kukuzoea kwamba hapa kuna magari mengi, lakini sio ule utaratibu wa matumizi. Sasa huu utaratibu wa matumizi ya barabara huwezi tu ukaupata mitaani. Utakuwa una uwezo wa kuendesha kama kukamata mafuta kwa mmoja katika matumizi ya barabara. Kwa hiyo mimi nimekuja kukumbushana hayo, nimekuja niwape elimu ile nilikuwa nayo, lakini pia nitoe msisitizo. Najua wanafanya, ni wajibu wao, ni kazi yao, kikosi cha usalama barabarani, mamlaka, lakini kama mwenyekiti wa bodi na mimi naona niongeze nguvu katika kusimamia hili ambayo ndo kazi yangu ya msingi, lakini pia katika kuishiriki kutoa elimu. Niwakumbushe tu kwamba kule nyuma mimi nilikuwa afisa wa jeshi la polisi, nilipata kwa kamanda wa polisi mkoa mjini Magharibi Unguja. Kabla ya hapo nilikuwa OCD mjini pale, baadaye nikapata uhamisho nikaenda Tanzania bara ndani ya mkoa wa Mwanza. Nimeondoka Tanzania bara mkoa wa Mwanza nikaletwa makao makuu ya kikosi. Kwa hiyo ninayo taaluma ya mambo ya usalama barabarani, na ndiyo hii inaonifanya niwe nakuja kama kwenu huku na kupeana uzoefu au kubadilishana uzoefu. Naeleweka mpaka hapo? Kwa hiyo ninachokuombeni, na kwa sababu na mimi natumia barabara, nahisi kwamba kuna haja kubwa ya nyinyi mliokuwa hamjapata mafunzo rasmi ya darasani. Zamani tulikuwa tunaruhusiwa, si tulivyoanza kuendesha magari, kwamba kama unataka kuendesha chombo cha daraja fulani, wewe unamtafuta dereva wa zamani mwenye leseni ya lile daraja unalotaka kujifunza, ambayo amekuwa nayo labda kwa miaka 2 au zaidi. Anatosha kuwa mwalimu wako wa kukufunza. Lakini wenzetu walioendelea mwanzo kule wakaona lazima tuwe na vyuo vya udereva. Kupitia vyuo vya udereva wanafunzi atakaosomeshwa ni wengi, kwa sababu sasa matumizi yamekuwa mengi ya barabara, mahitaji ya madereva wengi. Kwa hiyo vimewekwa vyuo ambako tunatakiwa twende, na vyuo vile vinasimamiwa na serikali, wawe na mtaalamu mmoja, wawe na muda maalum wa kujifunza, ambayo imeleta ufanisi. Lakini pia serikali inapata kodi, lakini pia imetoa ajira kwa hawa wanaoendesha hivi vyuo.
Kwa hiyo ninachowaomba, ninachowataka, wale ambao hawajapata elimu ya darasani wapate, lakini wale ambao wanazo elimu za darasani, wanavyo vyeti na wanayo driving license ya halali, maana kuna driving license si za halali ambazo zinatoka vichochoroni na zilani kweli kweli, wawe wanahudhuria katika elimu ya msasa. Kila baada ya muda RTOs, wasaidizi wako, muwe mnakwenda kwenye vijiwe. Ni utaratibu ambao nimekuwa na usimamia Tanzania bara nilipokuwa nafanya kazi za usalama barabarani, kwamba katika ngazi ya kituo, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na makao makuu ya kikosi, kunakuwa na timu maalum ya elimu kwa umma, elimu ya usalama barabarani kwa umma. Kila siku kazi zao ni hao, na bahati nzuri kule ile elimu inayotolewa kwenye mikoa yote tunaiandaa pale makao makuu ya kikosi. Tunawaambia kwa mwezi huu Tanzania nzima watajifunza mambo haya. Sasa baada ya kurudi hapa na kupewa hii dhamana na Mheshimiwa Rais, nikakutana na wenzangu kwenye bodi, kikao cha mwanzo nikawaambia lazima tuwe na utaratibu mmoja. Mamlaka au kikosi tutaandaa, na nilishiriki katika kuiandaa hiyo mtaala, kwamba tunapokwenda kutoa elimu kwa umma tuwe na masomo haya kwa mwezi huu, masomo haya kwa mwezi huu, ili wote ndani ya Zanzibar wawe na elimu inayolingana iliyotolewa mahala pamoja, kwa sababu ilikuwa kila mkoa wanaeleza kivyao. Kwa hiyo niwaombe tuwe na hilo zake za matumizi ya barabara. Kwa hiyo wewe unapokuwa unaendesha pikipiki yako, unaendesha gari, tambua kwamba kuna kundi jingine, kuna mtu mwingine anaitumia, na kila mmoja ana mafunzo au anapaswa ajue mafunzo ya kuitumia barabara, na lengo kupunguza madhara. Sasa ubaya, pamoja na kuwepo hizi taratibu, sheria, kanuni, ama tunazijua hatuzijui, lakini kubwa inaonekana tunazipuuzia. Unaweza ukasema kwamba nyingine hatujasoma, lakini hata zile ambazo kila mtu anajua kwamba hapa unatakiwa ufanye jambo fulani, wewe hufanyi. Kwa mfano, hata yule mwananchi wa kawaida alikuwa hajui hata kuendesha pikipiki, hajui hata kupandia baskeli, anajua kwamba taa nyekundu barabarani inapoonekana upande wako maana yake usimame, si ndio? Kwa hiyo ina maana hii ipo ndani ya vichwa vya kila mtumiaji wa barabara, lakini ubaya wake tunaipuuza, hatuitii, hatuifuati. Matokeo yake ni ajali. Lakini kuna alama zile za punda milia, zile zimewekwa makusudi kumwezesha mtembea kwa miguu apate nafasi ya kuivuka barabara. Kama zebra crossing au ile punda milia, alama punda milia haiko kwenye eneo ambalo lina taa, linaongozwa na taa, ikiweko nje ya eneo lile, maana yake tambua kwamba hiyo ni haki yake. Kama ile alama iko katika mkusanyiko wa alama zilizopo kwenye taa, maana yake na yeye atakwenda kwa zamu itakayoongozwa na zile taa. Naeleweka? Mnanielewa ndugu zanguni? Kwamba ile zebra crossing, ile alama ya wenda kwa miguu, ile ya kuvuka, kivuko cha watembea kwa miguu, kila mtu anayejua kwamba ile ni haki ya mtembea kwa miguu. Unapoiona nje ya mkusanyiko wa alama zilizopo pale kwenye mataa, ukiona nje, maana yake kama kuna mtu kafika hapa kwenye kona ya kutaka kuvuka, ana dhamira ya kuvuka, wewe usimamishe chombo chako. Lakini kabla hujaifika ile zebra crossing, kuna warning sign kule, kuna alama ya onyo, unapokwenda kuna kivuko cha watembea kwa miguu. Kwa hiyo unatakiwa unapunguza mwendo wako, ukihakikisha pale yupo pembeni pale, unatakiwa usimame. Sasa hiyo alama tunaijua, wewe umesoma darasani au hujasoma, lakini tunaipuuzia. Kwa hiyo narudia kusema kwamba kuna mambo hatuyajui kwa sababu hatujaenda darasani, lakini kuna mambo hata kama hatujaenda darasani, kutokana na uzoefu na vile anavyozungumzwa tunayajua, lakini tunayapuuzia. Sasa tuache hiyo tabia, kwa sababu yanapelekea ajali, zinapelekea vifo, uharibifu wa mali zetu, tunapata ulemavu wa kudumu. Ukipata ajali ni mtihani. Mtihani kwa sababu kama umefariki dunia, wanaokutegemea
watapata shida mno. Maisha tunayajua haya, unafanya kazi, maisha tunayaona mazito. Leo haupo, hawa hawana mtu, tukio limetokea kwa ghafla. Zamani kulikuwa kuna utamaduni wa kuleleana, siku hizi umepungua mno sana sana sana. Ile imani ya kulea, nishaona watu kwenye mitandao, mabibi ambao zamani wanataka watoto kutoka mjini wapelekewe, sasa wanasema msituletee watoto, na wanasema kidhati. Labda utamaduni bado Pemba huko, lakini kwa kiasi kikubwa sasa hivi watu wanakimbia kulea wajukuu kutokana na uzito wa maisha. Kwa hiyo ukiondoka duniani, wewe uliokuwa unapata angalau pesa ya kula, unaacha mzigo huko. Lakini kama wewe ambaye ndio ulikuwa unakwenda mbio, umekatika mguu au upo kitandani unaumwa, na ubaya hatuna umoja ule wa kusema kwamba sisi ni bajaji, sisi ni bodaboda, hebu jamani tuwe na ushirika angalau kila siku katika sehemu ya kipato chetu tuweke, ili mwenzetu atakapopata madhara ziwe zinamfidia kwa utaratibu tuliojipangia. Hatuna hiyo. Kwa hiyo nawasihi kwamba tufate taratibu, na wale ambao hawajaenda darasani wasome, na kama mtakuwa mupo idadi iliyokuwa inaridhisha, mimi kama mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ninao uwezo wa kuiambia mamlaka, twendeni mahala fulani, tunakitafuta chuo cha udereva cha hapa, hawa watu wapewe elimu ya msasa kwa kipindi fulani ambacho pengine hakitatimia kile, mkapata kulipa lena, serikali ikapata mapato yake, mkafanyiwa mitihani, mkafanya mitihani na mkapatiwa leseni kwa muda mdogo kuliko ule wa kukaa muda mrefu. Tunaweza tukafanya hivyo. Tunaelewana? Kwa sababu hiyo naisema nilifanya nilipokuwa Mwanza na Dar es Salaam, kwamba kwenye makambi ya majeshi tunawapa elimu ya msasa ya muda